Yes, mechi imemalizika katika viwanja vya Tanzanite Sports Hub hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Crown FC ndo ambao walitangulia kupata bao, lakini baadaye Clouds wakaja wakasawazisha na kuondoka na ushindi wa mabao 2-1. Kwa hiyo mechi ya dabi ya Mikocheni imemalizika hivyo, Clouds wakiondoka na ushindi kwenye mechi ya leo ya utangulizi kuelekea kwenye finali ya Samia Celebrities and Companies Cup. Na hivi sasa nazungumza na Yahya Njenge. Mambo vipi? Poa, mzima? Uko fresh? Niko vizuri kabisa. Hongereni kwa matokeo. Hatuumii, fresh, kiroho safi. Ninyi ni ndugu zetu. Najua kuumia mnaumia, ila pole ni pia. Hatuumii. Mechi ya kirafiki haikuwa na userious. Jambo zuri kabisa. Sasa unazungumzaje ushindi ambao umeupata kwenye mechi ya leo dhidi ya wapinzani wenu Crown FC? Tunashukuru sana kwa sababu kwanza ilikuwa ni mechi ambayo tunaitamani kwa siku nyingi sana. Najua. Kabisa, kwa leo imetokea na tumepata ushindi. Limekuwa ni jambo zuri sana sisi kushinda kwa sababu tumefurahi. Inaonekana mlipania? Hapana, hatukupania. Huu ndio uchezaji wetu wa siku zote. Ndivyo tulivyo hivi, na kama umeona leo kwa kiasi kikubwa tulikuwa wenyewe kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nadhani umeona kile ambacho kimetokea. Kwa hiyo tunashukuru, na jambo zuri mimi nimependa kwamba inazidi kutengeneza ukaribu wetu. Tumefahamiana na mambo mengi mengine yametokea. Sasa sofa unazungumziaje michuano ya Samia Cup ya msimu huu ikiwa msimu wa pili sasa hivi? Ni michuano ambayo imekwenda vizuri mpaka sasa kwa kile ambacho tumekishuhudia tangu mechi ya kwanza mpaka leo hii. Nafikiri mimi nitoe pongezi za dhati kabisa kwa Crown Media kwa kile ambacho mmekiandaa. Imekuwa ni mashindano ambayo yamefanya Dar es Salaam imekuwa bize kweli katika wakati huu, na wakati unafahamu wakati wenyewe ni wa usiku. Kwa hiyo limekuwa ni jambo zuri kwangu, naona ni mashindano mazuri na ni mashindano ambayo yamekwenda kwa mafanikio makubwa mpaka leo hii tukiwa tunasubiri finali. Asante sana Njenge. Shukrani sana. Nakushukuru. Nasib Mkomwa, kapteni. Uliniahidi magoli 3 kabla mechi haijaanza. Mambo yamekuwa tofauti. Nikaa nasikia watu huko nje wanasema Nasib, kipi kimekusibu? Bwana wamenikamia. Unajua mimi kwa sababu kama ni wa timu. Star wa timu. Sasa kwa hiyo kama ukiwa star wa timu lazima watu kukamia wapi Nasibu? Mimi nikaba angalau watu walikuwa wanakaba watatu. Nilikuwa nacheza na Kiemba. Kiemba mchezaji ameshacheza ligi kuu, ameshacheza Simba na Yanga. Ogopa mechi inacheza na wachezaji 7, watatu wote wanakukaba wewe. Wewe mwenyewe umeona. Yaani mimi watu watatu wote wako nyuma yangu wananikaba. Kwa hiyo nilikuwa sina namna ya kufanya kwa sababu pia mpira ilikuwa haifiki. Kwa hiyo tumefungwa 2-1. Lakini mnatu disappoint Crown wachezaji. Kila siku mnatuangusha, mnatupa ahadi na kutuangusha, mnatupa ahadi na kutuangusha. Hapana, tunawaahidi sasa msimu ujao wa Samia Cup tutafanya vizuri zaidi. Tutafanya kitu ambacho kila mtu ataenjoy na atafurahi. Kwa sababu sasa tumeshaona mapungufu yetu yako wapi, tumejifunza na tutaona namna ya kuifanyia maboresho. Kwa sababu sisi hii timu ya kwetu. Umeona? Leo naweza nicheze mimi akacheza mwingine, akacheza mwingine akaona hatufai tukacheza mtu mwingine. Kwa hiyo hata wewe pia ipo siku unaweza kushangaa kwa golikipa au ukacheza ndani. Kwa hiyo hii ni timu ni ya watu wote wa Crown. Mimi nitakuwa kocha. Asante Nasib. Nikushukuru sana. Ni kapteni wa Crown FC Nasib Mkomwa, tukizungumza naye kwenye mechi ya pamoja na tuzo hiyo ya mchezaji bora wa mechi ya kirafiki, lakini pia mechi ya kumtafuta mshindi wa 3 kwenye michuano hii ya Samia Celebrities and Companies Cup, na anapata picha ya ukumbusho. Amri Kiemba anapata tuzo ya ukumbuzo kwenye baada ya kuondoka na tuzo hiyo ya mchezaji bora kwenye mechi ya leo kutoka Clouds, Amri Kiemba. Na kinachoendelea hapa ni zoezi la baada ya kutamatika kwa zoezi hili la utoaji wa tuzo, timu zitajiandaa sasa kuelekea kwenye mechi yenyewe ya finali kati ya Fire dhidi ya Magic Builders, mechi ambayo inachezwa muda mchache kutoka hivi sasa, na hivi sasa inapigwa picha ya pamoja, ndio zoezi ambalo linafuata hapa, na kikombe pia kinakabidhiwa kwa Clouds ambao ndo wameondoka na ushindi kwenye mechi ya leo. Kwa hiyo kama unavyotazama wanajipanga hapa kwa ajili ya kupata picha ya ukumbusho, lakini pia kukabidhiwa kikombe chao ambacho wameondoka nacho kwenye mechi ya leo. Na ukiwatazama utaona namna ambavyo wako na furaha kweli baada ya kuondoka na ushindi kwenye mechi hii. Yes, wananyanyua kikombe chao. Mtazamaji wa Crown TV, ni furaha kweli kwa timu ya Clouds baada ya kuondoka na matokeo ya ushindi, lakini pia kuondoka na kikombe hichi.
kuondoka na kikombe hichi kwenye mechi ya hii leo, na wanajaribu kuteta mawili matatu baada ya kuondoka na kikombe chao kwenye mchezo wa hii leo, na mambo yamemalizika hivyo. Hivi sasa tunasubiri kushuhudia. Tuzungumze na coach tupate. Tunashukuru sana baada ya pilika za muda mrefu, ukweli umekuja kuonekana. Nadhani hii ni miongoni mwa mechi ambazo ni fainali kabla ya fainali. Watu wamefurahia sana, wameona vitu ambavyo inatakiwa kuwa. Kiemba, Filmon Uvambe, Beka Bakari, Yahaya Njenge, Kaisedo, unaona bwana Big Phil mtu mbada, unaona bwana watu wabadi tupu, Shafi Dauda pale mbele, tumeweza kuchukua ubingwa. Na hii maana yake ni kwamba tutakapokutana na watu ambao kimsingi tunatakiwa tucheze mpira kweli kweli, hakuna mtu ambaye anaweza kusimama mbele yetu. Lakini mwanzo kabla ya mechi mlisema kwamba mmekuja kirafiki na kiundugu, lakini mwisho wa siku ndugu zetu mmepania kweli. Unajua unapoenda undugu wenyewe lazima umwambie mtu madhaifu yake yako wapi. Ndio ule usemi kwamba inyeshe tujue panapovuja. Kwa sisi tumeshusha mzigo. Tumeona panapovuja. Juma hayo, unaona bwana Jemedari na wengineo wengi sana. Hii bwana nyingine tena hii hapa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.